Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma baada kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu watazamaji wetu wa channel yetu hii ya Msimbo Online TV, siku ya leo kwa mapenzi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala tunawaleteeni mada adhimu, mada nzuri kabisa inayosema sura hii na aya hii ni dawa ya macho, kichwa na kadhalika. Itumie inshallah uweze kujitibu tatizo hilo. Ni muhimu kuielewa na ni muhimu kuijua. Kama utaifanya kilillahi, utafanya kwa dhati, wallahi ladhimu unakwenda kupona kama una shida hizo mbili ambazo kwamba nimezieleza katika utangulizi wangu. Kwa ni vyema ukasikiliza na ukafuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili ukaweza kuondoka na faida hiyo ambayo tunayosema kwa siku hii ya leo. Lakini kabla sijaleta aya hiyo na sura hiyo, nipende kuwakumbusha ndugu zangu Waislamu na hata wale ambao sio Waislamu kwamba tuna dua kubwa tutaifanya tarehe 25 ya mwezi wa 6, ambayo yenyewe jukumu lake au kazi yake ni ya kufunga mwaka, kwa sababu tuko ndani ya mwezi huu wa 12 wa Kiislamu. Kwa maana tukiingia katika mwezi Muharram, mwezi wa mfungo 4, unakuwa ni mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Kwa hiyo tuko ndani ya mwezi wa 12 wa Kiislamu. Tuna haja ya kufanya dua kubwa ya familia kwa ajili ya kufunga mwaka. Dua hii inahitajika watu 50. Utaratibu wake kujiunga katika dua hii, basi utanipigia katika namba zangu zile, alafu utapewa utaratibu wa kujiunga katika dua hiyo. Na namba ya simu ni 0770793052, hiyo ni Vodacom, na Airtel ni 0788905151. Unaweza ukapiga au ukatuma message. Ukiona umepiga hujapokelewa, basi tume message, utaisoma na utajibiwa ili kufahamu utaratibu wa kujiunga katika dua hiyo. Baada ya kusema hayo, tuendelee sasa kupeana faida hii ili mtu aweze kuelewa kwamba kama ana shida hizo ambazo tumezieleza, namna gani atakwenda kujisaidia kwa sura hizi, kwa sura hii na hii aya ambayo tunakwenda kuisoma hapa kuisema muda si mrefu. Ndugu yangu, hii sura tunayokwenda kutaja hapa yenyewe ni kwanza ni suratu Al-Fatiha. Sura hii na imani kwamba kila mmoja anafahamu, na bahati nzuri sura hii wanaijua Waislamu na hata wale wasio Waislamu wanaisoma sura hii. Wanaijua wale ambao wamesoma Qur'ani na hata wale ambao hawajapita hata mara moja katika madrasa wanaifahamu sura hii. Kwa sababu gani? Ni sura ambayo inasomwa mara kwa mara, iwe kwenye khitma, iwe kwenye maulidi, iwe kwenye nini, iwe kwenye swala. Ni sura ambayo inasomwa mara kwa mara kiasi kwamba imekaa na imeganda katika vichwa vya watu. Kwa hiyo ni sura ambayo kila mmoja wetu anaielewa na kila mmoja wetu anaijua. Kwa hiyo ni vyema tutavieleta hapa watu wakawa wanaielewa ni sura gani. Yenyewe ni sura Al-Fatiha, bi maana ni alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Utaratibu wake uko vipi? Utaratibu wake, sura hii unaisomea katika maji. Unachukua maji yako yale, alafu unayasomea hii suratu Al-Fatiha. Kuna njia mbili unaweza kuzitumia, zote hizi mbili. Ama unaweza ukaisomea, ama unaweza ukaandika kwa zafarani, alafu yale maji ukatumia kuyanawa katika macho yako. Ama unaweza ukasomea yale maji ukatumia kuyanawia katika macho yako, kama tatizo itakuwa ni la macho. Lakini kama tatizo itakuwa unasumbuliwa sana na kichwa, yani kichwa kinakusumbua sana, basi utayasomea. Baada ya kuyasomea yale maji utakunywa, na mengine utatumia kujimwagia katika kichwa chako. Lakini sura yenyewe hii utaisoma suratul Fatiha mara 7, kwa maana alhamdulillahi rabbil alamin mpaka mara 7. Ukimaliza mara 7 utakwenda kusoma na aya hii moja ifuatayo inayosema qul yuhya alladhi anshaha awwala marrati wa huwa bikulli khalqin alim. Qul
yuhya alladhi anshaha awwala marrati wa huwa bikulli khalqin alim. Hii ni aya ambayo inapatikana katika surati Yasin. Hii ni aya nambari 66, nambari 66. Kwa hiyo utaanza kusoma suratul Fatiha. Utasoma suratul Fatiha mara 7 katika hayo maji, na baada hapo utasoma aya hii mara 7 katika hayo maji. Na kama utatumia njia ya kuandika, basi utaandika mara moja tu hiyo suratul Fatiha yote mpaka mwisho, alafu utaandika hii aya takriban mara 3. Utaandika hii aya mara 3. Qul yuhya alladhi anshaha awwala marrati wa huwa bikulli shay'in alim wa huwa bikulli khalqin alim. Utaisoma hiyo mara 3, mara moja kama kuisoma mara 7, lakini kama kuiandika utaiandika mara 3. Kwa hiyo suratul Fatiha utaandika mara moja, na hii utaiandika, aya hii utaiandika mara 3. Kisha baada hapo ile karatasi utaitia katika maji, italumbuka ile yote, alafu ile maji tumia kuyanywa, na mengine utayatumia kuyakoga yale, kujimagia kichwani yale maji. Lakini hiyo kama itakuwa ni tatizo la kichwa. Kama tatizo lako sio kichwa, tatizo lako ni macho, basi utakuwa unajinawa katika uso wako. Wakati unanawa, basi macho yako yawe wazi, bi maana utakuwa unajimagia na kujisugua katika macho yako, kwa mtu mwenye shida na tatizo hilo la macho. Kwa hiyo kuna shida hapo ya kichwa na kuna shida hiyo ya macho, na hii inasaidia hata kwa mtu ambaye anasumbuliwa sana na kizunguzungu. Kuna baadhi ya watu wana kizunguzungu cha muda mrefu, yani kama anakaa chini akisimama hawezi kutembea, lazima kwanza agande afu baadaye ndo atembee. Kwa hiyo kama una kizunguzungu na kichwa, una macho, basi unaweza ukatumia njia hiyo inshallah, na hali hiyo, maradhi hayo yatakuondoka biidhnillahi taala, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo tunaelekezana hii, tunafundishana hizi ili kila mmoja awe anaelewa namna gani anaweza akajitibu kupitia Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo nimezieleza njia mbili, zote hizo anaweza akatumia kwa mtu ambaye ana tatizo hilo la macho na ana tatizo hilo la kichwa, lakini vile vile mwingine ana tatizo la kizunguzungu, basi anaweza akatumia njia hizo mbili ambazo nimezielekeza hapo muda si mrefu. Kwa hiyo inshallah leo nilikuwa ninakuletea darasa hili muhimu sana, likamate, lishike na nenda kalifanyie kazi biidhnillahi taala, uende ukaone makarama na maajabu ya aya na sura hii ambayo leo tumeieleza hapa muda si mrefu. Cha msingi tu sidharau, yakamate na nenda kayafanyie kazi ili uweze kuona muujiza na maajabu yake. Niwaombe wale ambao wanapita katika video zetu lakini bado hawajasubscribe, basi wasubscribe ili wapate faida kwa kila mada ambayo tutakuwa tunaileta hapa. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.